chanjo yetu hii tutaifanya hata kwa wale watoto ambao tayari walikuwa wameshapata chanjo ya mwanzo ya polio. Tunarudia sababu kuna viashiria, sababu polio ziko za aina 3. Lakini kuna viashiria vya polio namba 2 ambavyo vimeonekana vipo katika ukanda huu wa kanda ya Ziwa. Kwa hiyo ndio maana tunapata chanjo hii. Na kwa kuanza tu kitaifa ni mikoa yetu 7 ndio tunaanza nayo, ikiwemo na mkoa wetu wa Mwanza, ikiwemo na wilaya yetu ya Nyamagana. Lakini pia kutokana na wakati huu tunakwenda wakati wa likizo, na nimeambiwa itafanyika ndani ya siku 4. Nimeambiwa pia tutakwenda mashuleni, lakini pia tutakwenda mpaka majumbani kuwapatia hii chanjo ya polio. Zoezi hili ni la kwetu. Kwa hiyo nyie ndio wa kwanza kufika huko majumbani na kuwaelewesha wananchi, ili wasije wakapata taharuki, mbona wanakuja majumbani leo, chanjo gani ya nyumbani? Kwa hiyo wananchi, mimi nawasihi sana tuweze kuipokea chanjo hii, lakini watoto wetu tuhakikishe kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10, hata kama wajirani yako mtaarifu aje apate hiyo chanjo. Tumegundua kwamba kwenye mifumo yetu ya maji taka ya mkoa wa Mwanza na maeneo ya jirani virusi hivyo vimefanya nini, vimepatikana vya polio. Kwa hiyo kwa mwongozo wa WHO na Wizara ya Afya, ikitokea virusi hivyo vimeonekana mahali, lazima watoto wote wakingwe ili wasiweze kupata huo ugonjwa. Kwa nini watoto? Kwanza, madhara ya ugonjwa huu huwapata zaidi watoto wadogo, kwa sababu viungo vyao vinakuwa vijana havijakomaa. Lakini vile vile watoto wadogo ndio wana hatari kubwa ya kufanya nini, ya kuweza kula vile vimelea kuipata, kwa sababu wanatambaa chini, wanashika udongo na kadhalika. Kwa hiyo lengo la zoezi kama nilivyoambia mwanzoni ni kwamba watoto wote kuanzia miaka 0 mpaka miaka 10 wapewe hiyo chanjo. Huu ugonjwa wa polio madhara yake makubwa ni mawili. Dhara la kwanza ni ulemavu wa kudumu. Mtoto analegea, wanasema analegea miguu na mikono, alafu inasinyaa na inakuwa nini, tepetepe. Anapata ule ulemavu wa viungo tepetepe. Anakuwa na miguu membamba iliyopooza, lakini inakuwa nini, sio ile ya kukomaa, ukakamaa. Na ulemavu huo ni wa maisha, hautibiki popote pale. Lakini vile vile madhara mengine ni kifo. Kwa hiyo tutaangalia sa ugumu wake. Mtu akiwa na ulemavu, gharama za kumtunza na kadhalika zinakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ni haki ya kila mtoto kupata hii chanjo ili kumepusha na ulemavu wa kudumu, lakini vile vile kumepusha nini, na kifo. Sasa hivi Watanzania wengi wamekuwa waelewa kuhusu habari ya chanjo, na ndio maana unaona katika siku ya leo ya uzinduzi katika kata yangu watu wamejitokeza wengi, watoto wamejitokeza, hasa watoto wa shuleni, na mpaka sasa hivi ninavyozungumza kuna watu wako mitaani wamekwenda kwa mnajili, kila nyumba itafikiwa, na uhamasishaji huko vizuri na watu wamekubali, kwa sababu dunia ya leo huwezi kukwepa yale ambayo unapewa maelekezo na watu wa afya. Moja kati ya madhara makubwa ambayo yametajwa katika uzinduzi huu wa chanjo ya polio ni mtoto kupooza au kupelekea kifo chake. Nikiripoti kutoka hapa katika kituo cha afya cha Mkolani hapa jijini Mwanza, mimi ni Saada Mzinga wa Bongo Play TV. Bongo Play TV.